sisi Vevo alivyotulea ametulea kifamily sana. Kwa hiyo linapotokea jambo kama hili au linapotokea tatizo kwa mwenzetu, basi tunashirikiana naye. Aidha una karibu naye au una karibu naye. Lakini mazingira ambayo tulea sisi Vevo au mazingira aliyotupa sisi ni ukaribu sana, kwa hiyo huwezi ukaepuka. Kwa hiyo sisi tuko very close kwa kila mmoja ambao unamwona hapo. Yuko close kwa mwenzake. Yeah. Kwa hiyo na ukaribu mkubwa sana na Skitu. Na namna yote sanaa ya Skitu imesababishwa na Tajiri Matula. Naweza nikasema kwa asilimia zake, kwa sababu mimi Skitu nimemsimamia, nimemkuta kama sikosema msimu wa pili katika Skitu. Kwa hiyo nikamweka sawa, nikamwelekeza na mazingira mengine akaweza kuelewa ya kisanaa. Kwa hiyo naweza nikawa na asilimia zangu, sijui kwa yeye anavyoona, lakini mimi binafsi nilimdirect Skitu. Na kama unavyojua director ndio kiongozi wa filamu au kiongozi wa series. Kwa hiyo mimi ndio nilomuongoza Skitu. Bali ya kuwa tu msanii, role yako nyingine ni ipi kwa kila Vevo? Mimi ni director mzee. Mimi na direct in short na direct na kuigiza. Act and directing. Kazi ipi na ipi ambayo imepita kwenye mikono yako kama director? Alhamdulillah mimi nimesimamia kazi mbili. Skitu msimu wa pili. Skitu na Big Boss. Bwana mimi mtu wa uswazi kwa hiyo zimepigwa singeli zimenichanganya kidogo. Kama kwenye show mimi. Yaani hapa ni akili kidogo imeruka. So unajua mimi mtoto wa Temeke. Kwa hiyo zimepigwa singeli kidogo imeruka. Kuna muda unakuwa kama manager kwa ndugu yangu. Na yani inatokea kuna muda unajua ile. Kama nikiwa sina kazi na nakusupport tu, lakini sio kama official management. Mwenyewe anataka blaza tuzetu sasa fulani, tufanye kitu fulani. Ndio mwingine anajifunza kwa sababu mdogo wangu uko kwenye game muda mrefu. Kwa hiyo napata misingi ili niweze kuelewa sanaa inataka nini. Kwa sababu mimi mgeni ujue. Mimi napata umaarufu mwaka huu mzee wangu. Yeah. Inawezekana kuna namna fulani inamuongezea kujiamini unapokuwa wewe upo pale. Yeah, 100% kwa sababu before Divoice ajawa pale mimi ndio nilikuwa namsimamia. Fanya hivi, hangaika naye sana. Muziki unahitaji hivi, muziki unataka nini? Strategy zote nilikuwa nampa. Na mwenyewe akijiongeza ndo mpaka leo hii yuko pale. Yeah. Divoice ni msikivu sana, yani ukimwambia kitu anakuwa anasikiliza. Wewe unajua wewe hujui. Kwa hiyo inawezekana kwa namna moja ama nyingine anamsaidia kwa sababu anasikiliza watu wengi. Ila yeye mwenyewe ana akili, anajua anachakachua cha kipi na kipi kizuri, cha nani kizuri, cha nani kibaya. Yes. Kama usingekuwa mwigizaji unahisi ungekuwa wapi? Nisingekuwa mwigizaji kusema kweli sidhani, kwa sababu nilikuwa ndio ndoto yangu. Ningepambania. Lakini kama ningeshindwa kabisa, basi ningekuwa kama Rajat the DJ. Ningeanza kutafuta wasanii kuproduce wa singeli niweze kuipush muziki wa singeli. Tukiachana hivi tunapenda sana muziki wa singeli. Ndio maana nilipokuambia nilipoanza beat tu akili kidogo ikaruka. Kwa sababu gani? Ni asili yetu. Na istoshe mdogo wangu kafanya. Na mdogo wangu ndio president. Kwa hiyo ukiachana na president mdogo wangu mimi ningeusimamia sasa. Uone yeye sawa hiyo president wa nini? President wa singeli swali gani la kuniuliza hilo? Hilo si rais wao bwana. Wewe subiri ile dadibu. Temeke kuna vijana sasa hivi wamechipuka wanaimba balaa, Bagala kuna vijana wanaimba balaa. Hiyo hatupingi. Bagala, Mwananyamala, kuna kina Maluma, kina Doni Breeze, hao wote wanaimba. Kina Muntadi, wakina Muntadi, hao wote wanaimba. Hao wakina Muntadi wote tunajuana nao. Lakini rais wao ndio yule bwana. Wenyewe wanasemaje? Wanakubali kwamba dini rais wao. Sasa wewe ukatae ukubali, wewe unamweza. Wewe unaelewa? Usiwakubalie wewe. Mimi siwakubali. Yule ndio anakubalia balia. Ameng'ang'ania. Yaani anaimba anapotaka yeye. Wewe unaona nani singeli anafanya vile? Hao wengine wote watabaki lakini yule bwana anafanya singeli anapotaka yeye. Ana rap, anaimba. Yeye ndo anafanya singeli anapotaka yeye. Yeye anafanya beat anapotaka yeye. Yeah. Wakati dia anaingia Wasafi kuna namna fulani kama muziki wake ulibadilika hivi. Alikuwa anaimba lakini akaingia kwenye pop flavor hiyo. Maneno yalikuwa ni mengi. Wapo ambao wanasema kwamba ndio anapotea huyo, afiki popote. Ilikuwa inawakatisha tamaa kama familia, kama watu ambao mnatamani maendeleo zaidi kidogo. Kaka, nisema kitu kimoja. Mimi binafsi 90% ya wadogo zangu wanakatishaga structure yangu. Mimi binafsi katika diary yangu hakunaga kitu kufeli. Binafsi ningekata tamaa mimi kwa sababu mimi naanza Big Boss, maneno yalikuwa kibao kama unaona. Huyu mtu fulani ningekata tamaa mimi. Kwa hiyo mdogo wangu kitu cha kawaida. Alafu sasa sisi industry tumeanza kuielewa muda mrefu. Kwa hiyo tunajua mashabiki wanataka nini, wanahitajika kupewa nini. Umeelewa? Mimi kipindi naanza Big Boss au hatumuelewi. Nikaja kuwagongea msumari kwenye pasua kichwa. Kumbe mtu fulani azavi na wagongea msumari katika jumba la maajabu. Wao wenyewe wakikaa sawa wanasema yes, kumbe umeona mtu fulani. Kuna namna fulani unahisi kwamba tumeteseka sana kufikia hapa ambapo tuko. 100% tumehangaika sana. Binafsi kama mimi na mdogo wangu tumehangaika sana. Tumelala sana ma studio, tumehangaika sana. Sisi unaona tunashikana kwa sababu chemistry ambayo ilianza ni muda mrefu. Umeelewa? Mimi Voice ndo alifanya nikutane na Cram kwa sababu aliona hustling tulizokuwa
tutakuwa tunazifanya kwa pamoja. Tushangaika pa kutosha. Kaona blaza kaa pale, kwa maisha pale, mimi niko sehemu fulani. Moment gani ya kuumiza zaidi ulishawahi kudharaulika kipindi hicho unajitafuta kwa hapa? Moment ambayo iliniumiza zaidi ni kwamba kuna mtu aliniambia kwamba hutafika mbali sana. Hautotoboa. Yaani alishaniambiaga kwa nyeupe, yaani nyeupe hautotoboa. Anakutazama hivi. Hauna sana hiyo, nikamwambia sawa. Mimi nitakuonesha mimi nafanyaga nini. Mimi binafsi kama nilivyokuambia diary yangu hakunaga kufeli. Kwa hiyo kurudisha nyuma mimi nasogea mbele mzee wangu. Huyo mtu yupo? Yupo na tunakutana kwenye industry. Anasemaje? Aseme nini sasa? Vyepo kama vyote mtaani, unaambiaje mademu na eneo wao? Anyway. Mungu tu kaka. Wewe kibana Mungu anakunjua. Mwisho siku ulikuwa adui, mwisho siku unaanza kunikubali. Tufanye kazi fulani, nafanya na wewe na kueleza kwamba mimi hapa speak same fulani kwa sababu yako wewe. Wewe uliongea ulilopoka. Ila nguvu zipo. Sasa hivi mtaani utaeleza nini ndugu yangu? Wewe unaeleza nini watu wangu wa mtaani? Umeshakutana na comment wanasema kwamba wewe umetoboa sababu ya mdogo wako. Hamna comment hiyo. Lakini hata akisema sio mbaya, ni kweli nimetoboa kwa sababu ya mdogo wangu. Yeye ndo alifanya niwe pale. Na kizuri ndugu yangu bwana, mimi hajatoa mtu baki. Yule ndugu yangu kaka. Kwa hiyo yani akisema kwamba nimetoboa kwa sababu ya ndugu yangu, ni kweli yule ndugu yangu amesababisha niwe pale. Wataka nisaidie nani sasa? Unakopa miunzi? Lazima yani kwamba lazima ndugu yangu anishike mkono nikae sehemu fulani kwa sababu ya maisha zioni. Umeelewa? Leo hii mimi nimekaa sehemu fulani kwa vile inawezekana kesho na kesho kutwa nikamshika divu hiyo sehemu ambayo yeye azanii mimi nikamsaidia yeye. Kwa hiyo ipo Tuzungumzie Big Boss 2. Moja kati ya kazi ambazo binafsi nimekufahamu kupitia kazi hiyo. Kwanza nikupongeze, moja kati ya watu ambao wanazungumzwa sana. Kwanza kwa mazuri ama kwa mabaya, ukiwa star kuzungumzwa ni kawaida. Natamani nifahamu kwa mara ya kwanza Clam anakuambia kwamba unakwenda kutoa ustika hapo, ulijisikiaje? Kusema ukweli, kwanza kabisa nimefurahi kitu kimoja kwamba Clam kaniamini. Katika ma legend wa YouTube kuzungumzia Clam yupo. Wapo ambao wanafanya kina Baba Joani, wakina Steve Mosi, lakini Clam alikuja kuonesha ni church kwa sababu ya vitu vikubwa ambavyo alivyovifanya. Kwa hiyo kipindi naambiwa napata casting kwenye Big Boss, alinipigia simu nilikuwa nipo mtaani kwa bibi mkubwa Temeke, nienda kumsalimia. Ananiambia uncle, kwa sababu anamcheza kunitaga uncle, kuna character fulani hivi unaona napita nani? Nikamwambia hiyo napita mwenyewe. Nikamwambia hiyo napita mwenyewe. Alikuuliza kama msanii au kama director? Kama director aliniuliza, wewe kama director unaona apite nani? Nikamwambia hiyo napita mwenyewe, hakuna mtu atakayeweza. Uliona nini? Niliona mabadiliko, niliona new character, niliona industry inahitaji mtu mpya ambaye atakaweza kukizi. Kiukweli niliangalia uwezo wa wasanii. Watu wengi kwanza walikuwa wanaogopa ile character kwa ukubwa ambao walikuwa nayo. Ila mimi nikamwambia nitaicheza hii character na itaenda vizuri. Na ni kweli hawakuamini tuseme kwamba mbona umekubali chapu, umeelewa? Kwa sababu anaelewa mazingira ya wazazi wangu, anaelewa mazingira ambayo tulielewa. Sisi tumeelewa katika mazingira ya kidini sana. Kwa hiyo yeye akasema, "Kama unacheza kweli yangu?" Kweli. Mwisho siku akaniita hadi kwake, "Njoo. Wewe bwana unacheza kweli?" Nikamwambia mimi naicheza kweli. Hakuamini. Unacheza kweli, unacheza kweli. Kwa sababu kipindi naanza kazi nilimwambia, "Mwaka huu sitaki kuigiza." Nilimwambia mimi nitaanza kuigiza 2027. Lakini baada ya kuigiza ile character nikamwambia basi sawa. Mimi nitaicheza hii character. Nilisema 2027 kweli nitaanza kuigiza, lakini hii character nitaicheza kwa sababu naona kabisa hakuna ambaye atakayedeserve atakayefanya makubwa. Akaniamini, akanipa character. Namshukuru sana Clam Vevo. Utawahi kujuta kuwa kwenye hiyo character? Na sijawahi kujuta. Mimi ni msanii mzee wangu, najutaje? Mimi naonesha uwezo. Wewe unavyofikiria fikiria, ila mimi nakuonesha uwezo. Mimi ukitaka nicheze vyovyote nacheza, ila inategemea una mpunga kiasi gani. Kama analipa hela ndefu sana kucheza ile character. Kwa hiyo usije ukaiga mfumo kifofo ukasema mimi nitachezesha sehemu fulani. Blaza utanichezesha ila una kiasi gani? Nitamani uniingie kwenye hilo swali ambalo umewahi kulitoa. Ulitamanishwa shilingi ngapi ukasema mimi nabutua kwa hela hiyo? Kusema kweli siwezi kusema shilingi ngapi, ila ni hela nyingi ambazo nazolipwa mzee wangu. Hela nyingi ninazolipwa. Inawezekana mwezi wa 12 sifike nikanunua gari. Sasa jifikiria for sure mzee wangu. Kwa sanaa yako. Kwa sanaa yangu hii ni boss tu. Hii si tu analipa kama na hela mzee wangu, unamwonaje kama na hela? Kama kuwekeza ukiangalia Big Boss unaona inawekezwa kwa shilingi ngapi ile? Ma location ya kutosha. Ule bwana kaenda hadi Ulaya, ujue usisahau mzee mwenzangu. Sio kama kaenda Ulaya rafiki yangu mshala unalipwa mimi naigiza na kudirect kakaangu. Kazi mbili. Kazi mbili ndugu yangu. Kwa mtu yote ambaye anataka kufanya kazi na mimi kidogo aangalie mfuko. Bwana Matulu anataka kudirect, nitampa mkeka wangu sababu mimi na mkeka wangu. Nikidirect episode moja nalipwa shilingi ngapi? Nikidirect scene moja nalipwa shilingi ngapi? Nikifanya scene moja huko na direct na kuigiza nalipwa shilingi ngapi? Kwa mkataba unaruhusu, lakini mkataba unaruhusu kama nalo hiyo, yaani akataza kwamba usifanye sehemu fulani. Msingi nalipwa nini?
Na sio wewe tu, mimi mwenyewe unalipa nini kaka? Kwa hiyo hata kama una series zako unataka nikuigizie na kudirectia pia. Ila unaika shilingi ngapi kaka? Hapo ndo zinapokutoka za pua. Comment zinasemaje? Ndugu, jamaa, marafiki, washikaji, familia, wazazi kwenye karakta yako. Mzee una karakta ngumu. Kusema kweli kipindi naanza ilikuwa mtihani, lakini alhamdulillah watu wakaelewa nini ambacho ninachotaka, nini ambacho ninachofanya. Wakawa wameelewa na mpaka sasa comment nzuri. Ukiangalia YouTube mtu ambaye anasifiwa sana, ukikuta katika top 5 ya Big Boss Unikos, utakuta anasifiwa Bailamu, utakuja kusikia anasifiwa Tony Mnyama, utakuta anakuja kusifiwa mimi. Utakuta anasifiwa Mkango, utakuta kusikia anasifiwa mwanangu Kiulizo. Lakini bila kusahau kabisa, shout out kwa mwanangu Kiulizo. Shout out sana. Kiulizo ni mtu fulani mume mwenzangu. Sasa behind ya mume mwenzangu, mimi na Kiulizo ni marafiki sana, uweze amini. Ni marafiki sana. Yaani ni watu ambao tunashirikiana katika kila jambo. Sisi tunashirikiana hadi kukaa live. Unajua mimi na account yangu ile nakaa live nakaa live kwenye account ya Kiulizo. Hapo hamna shida. Hamna shida. Nyeupe, mwanangu mzungu. Kiulizo mzungu katika wazungu. Kiulizo hakuna kama yeye. Beverwood nzima hakuna kama Kiulizo. Anafahamu hayo ambayo anamwambia? Anajuaga. Mimi sina mchana kweli, naambia mwanangu wewe mwanangu naoma sana. Hata leo hii nahisi kabisa watu wasingeniona hapa bila Kiulizo. For sure. Since day one. Jamaa kanichanganya kwa jambo huyo. Umenichanganya nimekuja hapa. Unasema hamna. Swali langu la msingi sana walitoa. Unaendelea? Kama dakika 2. Sawa. Baada maliza na dakika 2 ndio. Na kwemba? Mimi si dakika mbili. Sienda kupanda. Naenda kupati. Unajua ndio ndio kwa maneno. Ndio tumalize. Sawa. Uko tayari? Kuna chochote ambacho umeigiza kwenye Big Boss 2 kuanzia mwanzo mpaka hapa ambapo umefikia, ambao ni maisha yako, kwa yote ambayo umeyafanya, labda hiki nimefanya ama hiki na present ni kitu ambacho kimesha kunikuta? Hakuna ambacho nilichofanya cha maisha yangu, ila kuna 90% maisha ambayo anaishi Tony ni story ambayo inatugusa Waswahili wengi. Anaishi nani? Anaishi Tony. Ni 90% ni story ambayo mimi napendaga sana. Ikifika sehemu katika msanii ambaye namkubali kwenye Big Boss, ukiachana na wote, namkubali namba 1 Bailam, wa pili Tony. Nampendaga sana kwa mambo yake ya kumtoa baba kama sadaka. Not kumtoa baba kama sadaka. Wana ndugu ndio wanakujaga baada ya kufanikiwa. Na anapotoa kafara ananikosha. Yaani mimi ndo namweka kama amtoe mtu fulani. Ndio vizuri kwa sababu wana ndugu. Situation ambayo kupitia Tony mimi mwenyewe nishakupitiaga. Wana ndugu sio alitukataaga. Nilifika hatua tuko sisi na wazazi wetu. Tuko sisi na bibi mkubwa na mama yangu tu. Bibi mkubwa anasimamia masuala ya shule, anasimamia na vitu fulani. Lakini baada ya kufanikiwa sasa wana ndugu ndo wanarudi. Mnatusahau sisi, mama zenu wapi? Sisi watu fulani. Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Mbona sisi kitu tunahangaika na bibi mkubwa wetu mlikuwa mupo? Bibi mkubwa ndo kasimamia mpaka leo tuna stendi. Ndio maana naomba kila siku mafanikio yangu mama yangu aje kuyashuhudia kwa sababu nimehangaika naye sana. Nimepambana naye sana. Amenihangaikia sana. Bora mimi mama yangu ndo alikuwa kila anapohangaika na feri. Yaani mimi kila ninapopambania na feri. Kwa hiyo katika mtu ambaye nahisi anakuwa proud namba 1 kwangu mimi ni mama yangu, mzee wangu. Yes. Tumalize. Naomba nisaidie wasanii 5 wa Singeli. 1 mpaka 5 ambao kwa the best. Ukimtoa D. Siwezi wa kwanza D. Kwa nini nimtoe D? Wa kwanza D. Yaani katika jambo la wasanii wa Singeli wa kwanza kumtaja ni D. Uwezo kwa sababu ndugu yako. Sio ndugu yangu. Kuna yule bwana anafanya vitu ali mwenyewe naogopa. Naambia ndugu yangu, mimi sikushabikiwe kwa sababu ndugu. Ila nyimbo unazozifanya hatari. Juskati hapo watu walikuwa na beza sumziki nini sumziki, akaenda Wasafi akawagonga Blande Vosiwi mzee. Kila mtu anambwanda huko. Ukienda TikTok kila mtu anakula hiyo clip sasa hivi. Hivyo F3 tu ile baada anapoona hata na beat. Blande Vosiwi mzee. Blande yenyewe inajifuata. Watu mnahangaika nini? Unachinja hadi mbuzi. Blande yenyewe inakuja. Unahangaika wapi? Kwa hiyo D-Voice ndo wa kwanza. Umeelewa? Wa pili hapa ninaweza hangaika kwa wanaochipukia au wasanii mambo. Changanye wote. Okay. Sababu unajua chipukia kwa baya. Kweli mwanangu. Kwa kweli mwanangu, sasa hivi kuna watu wanakuja kasi sana. Muziki wa Singeli mimi ni muziki wangu kwa sababu Temeke huwezi kucheza muziki wote zaidi ya Singeli. Umeelewa? Wa pili mimi naweza nikamweka kwa sasa hivi Malume. Mdogo anaimba sana. Anaimba cha kwanza anakupa sifa Malume. Malume anaimba na kurap. Malume anaimba na kurap. Ni msanii ambaye huyu unamwangalia kabisa, huyu akikaza vizuri anaweza kumgusa yule president.
tunaweza tukampa waziri mkuu. Malume tunaweza tukampa waziri mkuu. Jana tunampa waziri mkuu. Sio kwa jana, yule dogo yupo. Wewe unamwona hadi rais kama kufanya naye singeli yule, kaangalia, kashakagua mafaili yote kwamba huyu kijana ana deserve. Kwa hiyo hata wewe ukipata bahati msikilizo utapata ladha nzuri sana ya singeli. Singeli imeanzia Temeke huku, wakina Msaga Sumu wameanzisha ila wakaiacha Temeke tukaikuza. Watatu nampa kakangu Meja Kunta. Meja Kunta. Na sio kwamba nimempa namba 3 kwamba ajui, nimempa namba 3 kwa sababu yeye ni legend. Kwa sababu yeye ni legend. Meja Kunta yeye ndo alitufanyaga watoto wa Temeke tuamini muziki wa singeli unaweza kuvuka mipaka. Na nimempa namba 3 kwa sababu alizima mpaka katikati. Muziki ambaye hakuna hit ambayo alifanya. Siwezi kumpa namba bila mradi nampa. Natoa namba by Clean Heart. Kwa namba Meja Kunta. Namba 4 nampa Doni Bliss. Anaimba balaa. Dogo mbaya sana. Sana. Dogo anaimba sana Doni Bliss. Hiyo ndo namba 4. Namba 5 wangu nampa mtoto mmoja Mbagala. Hawa wanakuwa mapacha kama waji kama wanakuja wote. Elisha na Muntadi naomba nitaje wote kwa pamoja ndo namba 5. Hao ndo nataja wote. Mimi naomba mmoja mwache. Hapo siwezi kumwacha mmoja kwa sababu gani? Hao wote wana ladha zao. Ukisikiliza Muntadi mkali, ukisikiliza Elisha wananichanganyaga, ungesikiliza kwa Fezea. Sogopi Fezea. Hao wote wakali. Elisha na Muntadi wote wakali ndugu yangu. Wote hao mabda zangu. Japo kuna wasanii kibao kina Chafkila, wakina Chembe Zedoni, wakina Guido, wakina wote hao wasanii wakali. Ila kwa sababu gani nimemention hao 5? Umeomba namba 5 ambao wanafanya muziki sasa hivi unakuwa na chachu. Hawa sio kama wanajua sana au nisiwataje, sio kwamba hawajui sana, wote wanajua, ila sasa wanafanya muziki una chachu. Naomba tumalizie, kauli yako ni ipi kwa hawa ambao wanachukulia negative kwa kile ambacho tunakiigiza? Kwanza kabisa wanataka wabadilishe mindset. Filamu sasa hivi imekuwa, unajua tumetoka katika filamu ambayo wanafanyika kwa mtu mmoja tu, miaka 20 unamwangalia mtu mmoja tu, au miaka 15 unamwangalia mtu mmoja, lakini sasa hivi filamu inazalishwa na watu wapya. Sasa kama inazalishwa watu wapya, lazima tuoneshe vitu tofauti ili wao wapende. Kwa hiyo tukisema kwamba tufanye kitu tu ili mradi tufanye, hatuwezi kuona filamu inafika mbali. Na wenyewe Watanzania walishaizalau filamu, wakasema filamu za kibongo jao, wakawa wanafuatilia Wahindi wa Korea, lakini sasa hivi tunaletea hizi filamu na muonekano tofauti ili wapende. Kwa hiyo wasinifikirie vibaya, wasichukulie vibaya, wawachukulie tu kwamba huyu msanii na anaonesha kitu fulani na uwezo wake ufike kitu fulani. So rahisi mzee wangu kucheza karakta kama nilikuwa nayo. Big time mzee wangu. Nakubali sana. Shukrani sana wanangu.